Naam, karibu tuangaze habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tunaanza kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda amewapongeza wasanii wakongwe kwa kubuni na kuandaa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava, akisema ni wazo kubwa linalolenga kuhifadhi historia ya muziki wa Tanzania na kuenzi mchango wa wasanii walioujenga. Akizungumza katika uzinduzi wa tamasha hilo, Mheshimiwa Makonda amesema serikali imejipanga kuendelea kuunga mkono sekta ya sanaa kwa kuweka mazingira bora ya wasanii na bunifu zao, ambapo tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava inatarajiwa kufanyika Julai 10, 2026 katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Nawapongeza sana kwa sababu wazo hili haliishii tu kuwarejesha kwenye nafasi zenu, bali linatukumbusha historia ya muziki wetu tulikotoka. Linakumbusha nafasi ya mwanadamu inavyoweza kupanda na kushuka. Lakini pia linawaleta watu kwa pamoja na kuwafanya waendelee kwa taifa moja kama ambavyo Mungu alikusudia. Kwa hiyo hongereni sana wote ambao wamelipokea na kukubali kushiriki. Muziki hauna chama. Muziki hauna dini na muziki hauna kabila. Unamgusa mtu katika mazingira yake yote yale. Serikali ya Rais wetu Samia itaendelea kuhakikisha inawashika mkono. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nicodemus Arajiga kwa undani wa taarifa hiyo. Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Daktari Jim Yonazi amezitaka sekta zote nchini kuchangamkia fursa ya michuano ya Kombe ya Mataifa Afrika AFCON 2027 kuitangaza Tanzania. Aidha, ameelekeza Bodi ya Utalii Tanzania TTB kuandaa mkakati mahususi wa kuitangaza Tanzania kupitia mashindano hayo kwa kuonesha vivutio vya utalii, utamaduni na fursa za uwekezaji kwa wageni watakaofika hapa nchini. Dr. Yonazi, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya makatibu wakuu ya maandalizi ya AFCON, ameyasema haya wakati wa ziara ya kamati hiyo inayojumuisha makatibu wakuu wa kisekta na baadhi ya wakuu wa taasisi. Leo tumefanya ukaguzi wa miundombinu, hususan viwanja vya michezo, kuangalia namna ambavyo kazi inavyoendelea. Tumefurahi kuona maendeleo ni mazuri, lakini vile tumekubaliana kila sekta kufanya juhudi kuhakikisha kwamba sekta hiyo inachangia vizuri katika kukamilika kwa jukumu la Tanzania na kuandaa AFCON. Vimetofautiana kwenye percentage ambazo zimeshafikiwa, lakini kimsingi zile milestones ambazo tumewekewa na shirikisho la mpira barani Afrika CAF vitafikiwa, ambako mwezi Agosti tunatakuwa tu tumefika 80% na mwezi Disemba tu tumeshakamilisha ujenzi wa miundombinu yetu. Henry Kavirondo. Katika kuhakikisha vijana wabunifu mkoani Njombe wanatambulika kupitia maarifa walionayo, kamati ya maandalizi ya utoaji wa tuzo za Njombe Smart Talent Awards 2026 imetangaza kuzindua rasmi utoaji wa tuzo hizo mkoani Njombe, zikiwa na lengo la kutambua, kuthamini na kuhamasisha juhudi zinazofanywa na vijana pamoja na wakazi wa mkoa huo katika sekta mbalimbali za maendeleo. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe inafafanua. Akizungumza na vyombo vya habari mkoani hapa, mratibu wa kamati ya maandalizi ya utoaji wa tuzo hizo George Sanga amesema tuzo hizo zinalenga kutambua jitihada mbalimbali za vijana katika shughuli zao za ubunifu katika nyanja tofauti, hivyo wananchi wamehimizwa kujitokeza kuwania. Tuzo hizi zinalenga kutambua jitihada mbalimbali au juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na vijana na wakazi wa mkoa wa Njombe kwa ujumla wake katika maeneo mbalimbali ya kisekta kama sanaa, utamaduni, ubunifu, ushawishi kwenye jamii. Tunavyo vipengele 18 vya tuzo. Kipengele cha kwanza ni mwanamuziki bora wa kiume. Kipengele cha pili ni mwanamuziki bora wa kike, lakini kipengele cha tatu ni mtengeneza maudhui bora. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10.
Asante Michael Patrick kutoka huko mkoani Njombe. Kwingineko, timu ya riadha ya mkoa wa Dar es Salaam imeagwa na kukabidhiwa vifaa kuelekea mashindano ya riadha ya taifa yanayotarajiwa kuanza kutimua vumbi kesho katika viwanja vya Philbert Bayi mkoani Pwani. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuaga wanariadha hao wanaokwenda kuwakilisha mkoa huo, wameeleza matumaini yao kwenda kufanya vizuri na kuwataka wakacheze kwa nidhamu kubwa na kuwashukuru walioungana mkono nao. Angalia, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu kipenzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni mdau mkubwa sana wa michezo na anawiwa sana kuona tunafanya vizuri sana katika michezo. Kwa hiyo sisi kama viongozi tuna imani kubwa na nyinyi, tunaamini tulioandaa vizuri sana. Maandalizi yetu tunasema ya kutosha. Na sisi tunapokwenda kwenye mashindano tunasema Dar es Salaam ni nani? Mshindi, si ndio? Imani kubwa na vijana wetu, wanaenda kufanya jambo kubwa na tutegemee ushindi mkubwa kutoka kwa vijana wetu. Tunategemea baada ya mashindano tutawaiteni tena kuwaambia tulichokipata kule Pwani. Bega kwa bega na chama cha riadha cha mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wanamichezo wote, tuko nyuma yenu, tunawaunga mkono, tutawasapoti kwa kila hatua mtakayoifanya. Ya mpira wa mikono na netball za Ngome na Navi Dar es Salaam zimechuana katika michezo ya kirafiki kuelekea mashindano mbalimbali yakiwa mashindano ya mkuu wa majeshi yanayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Wakizungumza wakati wa michezo ya kirafiki, makocha na wachezaji wa timu za Ngome na Navi wameeleza namna ambavyo michezo hiyo ilivyo na umuhimu mkubwa kuelekea mashindano mbalimbali. Letu ni kutetea ubingwa wetu ambao tulichukua mwaka jana katika mchezo wetu. Kwa hiyo maandalizi ni mwendelezo wa mashindano ya mkoa tumechukua, na hii ni mwendelezo kwa ajili kuelekea katika mashindano ya mkuu wetu wa majeshi kuitetea kombe letu tena kwa mara nyingine. Mechi za friend tumejiandaa sana kwa ajili ya mashindano ya CDF Cup. Najua Ngome ndio wapinzani wakubwa wa mchezo wa handball, lakini msimu huu kwa kweli tumejipanga sana. Haya yanatujenga kwa sababu timu ya Ngome ni timu ambayo, au kwa msemi mwingine tunasema timu mama, ina wachezaji wazuri, wazoefu. Kwa hiyo hizi kamandi zingine tunapokuwa tunashindana nao tunakuwa tunaheshimu kimchezo. Tumejiandaa vizuri kupitia mchezo hii ambao unaiona sasa hivi, na ni mechi ya kirafiki, lakini unaona ushindani wake kwa sababu ligi ambazo tunazokuja za CDF Cup inakuwa ni ngumu, na kupitia mchezo wetu unakuwa mgumu zaidi. Taarifa hiyo inaweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tuungane na msimulizi wetu kujua yapi yaliyojiri kwenye habari za michezo kimataifa. Michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 imeendelea usiku wa jana na alfajiri ya leo na kushuhudia timu za Uingereza, Ubelgiji na Marekani kufanikiwa kukata tiketi ya hatua ya 16 bora kufuatia ushindi walioupata katika michezo yao. Timu ya taifa ya Uingereza ilionyesha ubabe kwa kutoka nyuma na kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nahodha wa timu hiyo Harry Kane akifunga mabao yote mawili na kuipeleka timu yake katika hatua inayofuata. Nayo Ubelgiji ilihitaji dakika 120 kuiondoa Senegal baada ya ushindi wa mabao 3-2 katika mchezo uliomalizika baada ya muda wa nyongeza. Wakati wenyeji Marekani walifunga Bosnia na Herzegovina mabao 2-0 licha ya kumaliza sehemu kubwa ya mchezo wakiwa pungufu kwa mchezaji mmoja kufuatia kadi nyekundu aliyoipata Folarin Balogun. Leo ushindani unaendelea kwa michezo mitatu mikubwa ambapo timu ya taifa ya Hispania La Roja itavaana na Austria, huku Ureno Los Navegadores watachuana na timu ya taifa ya Croatia, nao Uswiz watakabiliana na wawakilishi wa Afrika Algeria Mbweha wa Jangwani. Timu zitakazoshinda michezo hiyo zitajiunga na zilizokwisha fuzu katika hatua ya 16 bora, huku safari ya kusaka ubingwa wa dunia ikiendelea kushika kasi kwa mataifa yote. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Kenny Malila kwa kutujuza haya upande wa habari za michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku huu leo kwenye habari za michezo na burudani. Nikwambie tu kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Naitwa Esther Mtebe.